Kwa majina naitwa Veronica Welema Makanya. Kia Pwani tumbuliwa sana na changamoto ya asidi, imenitesa vibaya sana. Kabla sijajua nauma changamoto hii, nimezunguka hospitali nyingi sana. Nimepima vitu vingi sana kwa sababu nilikuwa nateseka mno. Yaani sijui naumwa nini. Lakini baadaye nikaja kuingia mtandaoni nikawaona dalili zile mnazozielezea, mbona niko hivyo. Kwa naumwa mno, nilikuwa silali, pressure. Yaani na umri huu lakini pressure mpaka 180. Na ulikuwa unatumia dawa? Ilifika stage sasa ikabidi nikubali masharti tu, nikaanza kutumia dawa za pressure. Yaani bila kunywa dawa ya pressure ni mateso. Nikaanza kutumia dawa za pressure, kuna ukili, nikazofika, nikikaa. Yaani hapa nilikuwa sikaagi mwanzo. Hapa ni nje nyumbani kwangu. Lakini nilikuwa sikai mwanzo, nilikuwa naogopa hata kukaa nje hivi. Yaani naogopa. Yaani sijui naogopa nini, sijui nilikuwa naogopa hata kukaa hivi nje. Labda nikae na mtoto, nikiwa peke yangu kama hivi siwezi. Ulitumia dawa gani kwa ajili ya asidi hizo na nini? Dawa nyingi. Nikienda hospitali kwa tumbo. Yaani nimekunywa dawa nyingi hata sikuti niambia nikuorodheshe hapa ni nyingi mno. No. Na matokeo ni nyingi sana. Matokeo shida iko pale. Yaani mimi nilikuwa mwili waka moto. Hivi utasikia mtu anakuwa mwili wake unamunguza. Mimi mwili wangu ulikuwa unamunguza, yani moto ndio nataka kufa. Pole sana. Nimeteseka sana, vidole vya miguu hivi. Mboni vidole kubwa hivi vinauma. Nini ile ilikuwa yaani nashindwa hata nielezee nini, lakini chomu kichwani kama nataka kuchanganyikiwa. Yaani kama kuchanganyikiwa nipo tu. Mishipa ya shingo inapiga, yaani ni mateso. Vidole vya mikono pia. Vilikuwa vinanitesa kabisa. Nimeteseka. Umehangaika na hiyo shida kwa muda gani? Mimi tumbo kimenitesa ni muda. Ya tumbo. Haikuzea lakini ni kama muda gani ukikadiria? Kama miaka 3 hivi. Sasa ilikuwa ijawa ile siri ya ingizi. Ilikuwaje mpaka ukatupata na ukatuamini? Maana kama umeshajaribu tiba nyingi. Ilikuwaje? Ndio ilikuwa shughuli. Mimi nitakuwa. Kama sema yao. Maana nimetatumia nyingi. Nilikuwa daktari nilikuwa na stage mpaka ni mpaka zile sindano tuliza maumivu. Yaani ikifika usiku tu. Kabisa hata kulala. Choma sindano kushusha pressure. Ndio naweza nikarudi kulala nyumbani. Maisha. So wakati na mtandao nikawaona. Nikapiga siku ya kwanza siku. Ya pili akapokea mdada. Nikasema huku mdada au matapeli. Nikasema sasa huko na kaka. Na dada au matapeli ya dada watu nikamuuliza kanielezea kuongea ninavyojisikia. Nikasema mbona kama kweli na hii hali ninajisikia. Nikipiga dokta mwenye kama ya dawa dogo, yani jamani niache. Ndio nikaamini kwamba asingenipa dawa kiasi kidogo. Na kwanza na mtu dawa nilimwelezea na mimi
Ajali akanipa hela yake, akanipa kama hajatumia, nikashukuru hapa ni sahihi. Okay. Ulivyoanza Kwa hiyo ikawaje? nilianza kutumia ile dawa alimwagiza kaja kuleta. Hata zilipimwamini za kutumia nikamtuma nimesaidiwa, umetoa nusu bado alafu bado simwamini. Kamtuma mtu akaja kuchukua dawa, lakini nashukuru Mungu kweli kuchukua dawa ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu aisee ndio mabadiliko makubwa. Niliona mabadiliko mwili za kupotea, usingizi ulikuwa unakata, kulala yale ya mwili kule kuchanganyikiwa kichwani vidole vya mguu vilikuwa vikubwa lakini havikuwa sawa, kaanza kukaa sawa, vyenyewe vikaanza shida, vyenyewe vikaanza kukaa sawa. Dokta hata nilipata sahihi siku nilikuwa kwa hiyo sasa hivi hali yako unajisikiaje yani? Unajiona sasa hivi na hofu woga sina na mali kama zote yangu kufikiria kama watu wengine kama ndio watu wengine ndio sasa hivi niko vizuri kwa kweli. Shukuru Mungu naweza kufanya mambo yangu na nguvu kama za nguvu ya nilikuwa nasikia hapa na nguvu nilikuwa na nguvu sasa hivi nikifupi unaweza kusema yani kama bado ni vitu vidogo sana. Amina. Unaambiaje wengine ambao wana wasiwasi kama wewe? Ni wasiwasi kama mimi na mimi bado nilikuwa na mashaka. Lakini na watoa wasiwasi daktari ndio jambo niko sahihi. Msikiliza tutapona. Kama mimi sasa hivi kama mwili aka nimepata kutoka daktari wetu. Kwa Sasa. Basi nashukuru sana Vero. Asante sana kwa story yako nzuri. Naamini kuna mtu itamsaidia ambaye anaandika lakini kwa sababu ya mvurugano mwingi mtandaoni na nini anakuwa na mashaka. Kwa hiyo naamini pia kuna mtu utakuwa umemuokoa kwa namna fulani kwa uhakika. Na natakia mafanikio mema, uendelee hivyo. Usije ukarudi tena kule Misri tena. Ubaki hivyo siku zote. Amina, asante sana kwa kweli. Mungu awabariki. Amina. Nashukuru sana. Njema. Haya.